Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Mnyika ametangaza kufunguliwa rasmi kwa ofisi za makao makuu ya chama hicho kuanzia leo Aprili 15 kufuatia uamuzi wa mahakama ya rufaa kuondoa zuio lililokuwa likikizuia chama hicho kufanya shughuli zake. Akizungumza na waandishi wa habari, Mnyika amesema hatua hiyo inaashiria kurejea rasmi kwa shughuli za chama baada ya kipindi kirefu cha kusimamishwa. Ameeleza kuwa hii ni mara ya kwanza kwa ofisi hizo kufunguliwa tangu Juni 10, 2025 zilipofungwa kufuatia amri ya mahakama, ambapo kwa mujibu wake, hata hivyo, tafsiri ya amri hiyo ilileta mkanganyiko, ambapo baadhi ya mamlaka waliitumia kuzuia shughuli zote za chama pamoja na viongozi wake. Aidha, Mnyika amesisitiza kuwa Chadema itaendelea kuheshimu utawala wa sheria, lakini haitakubali tena vikwazo visivyo halali kuzuia shughuli zake za kisiasa. Kutokana na maendeleo hayo, amewahimiza viongozi wa chama katika ngazi zote nchini kuhakikisha wanafungua ofisi za chama katika maeneo yao na kuendelea na kazi za kisiasa kama kawaida. Hii ni Lushauri TV Updates. Mimi ni Justin Nicholson. Mara ya kwanza toka zuio la mahakama la tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 ni kwa mara ya kwanza ukumbi huu unafunguliwa mlango rasmi na mkutano na waandishi wa habari unafanyika, zikiwa zimepita siku 310 makao makuu ya chama yakiwa yamefungwa, pamoja na kuwa amri iliyotolewa tuliiona kuwa ni haramu, pamoja na kuwa amri ile haikuhusu viongozi wote, lakini watawala dhalimu wakaitafsiri kwamba inahusu viongozi wote wa Chadema. Pamoja na kuwa amri hiyo miezi 6 ya ukomo wake ilifika tarehe 10 mwezi Disemba mwaka 2025, lakini watawala batili wakaendelea kutumia vyombo vyao kusimamia amri isiyokuwa halali. Sisi kama chama cha demokrasia na chama kinachoheshimu vile vile utawala wa sheria, hatukutaka kuwapa watawala dhalimu na haramu visingizio, na tukawa tumefunga makao makuu ya chama kwa shughuli za kiutendaji za makao makuu ya chama. Kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu wa chama, nitangaze kwamba ofisi za makao makuu ya chama kuanzia leo zimefunguliwa tena rasmi na kazi hapa makao makuu zitaendelea kama kawaida. Hivyo viongozi tulikuwa tunawahimiza mara kwa mara viongozi wetu wa chama maeneo mbalimbali ya nchi, kutokana na tafsiri hiyo ya hukumu ya mahakama, kuendelea kuzifungua ofisi za chama, kuendelea kufanya kazi za chama katika maeneo yao kutokana na tafsiri yetu juu ya mawanda na mipaka ya hukumu hile. Lakini bado vyombo vya dola vikawa vinatumika katika kesi ya kiraia ambayo polisi hawakupaswa kuhusika nayo kabisa, kuzuia ofisi za chama kutumika. Hivyo sasa ofisi za chama nchi nzima ambazo zilikuwa bado hazijafunguliwa zifunguliwe rasmi, na kazi za chama za kiofisi ziendelee nchi nzima. Na kwa kuwa chama hiki ngazi ya taifa hakiongozwi na katibu mkuu peke yake, katibu mkuu ni mtumishi tu akiongoza sekretarieti ya chama, lakini katibu mkuu juu yake wako viongozi wakuu wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wa chama, mwenyekiti Tundu Lissu ambaye yuko gerezani. Nje ya mwenyekiti Tundu Lissu walioko nje ya gereza yuko makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, yuko makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Saidi Mzee. Viongozi hawa kwa umoja wao wanaiongoza kamati kuu ya chama, ambacho ndio chombo kinachosimamia secretariat ya chama, lakini ndio chombo ambacho vile vile kinafanya kazi kwa niaba ya baraza kuu na mkutano mkuu wa chama, kikisimama kwa niaba ya wanachama wa Chadema nchi nzima. Kwa ukubwa wa mapito tuliopitia ya kuzuiwa kufanya shughuli za kisiasa kwa siku hizo 309 au 310, na kwa majukumu ambayo yako mbele yetu, nitangaze tu kwa nafasi vile vile ya mtendaji mkuu wa chama kwamba tunaita kikao maalum cha kamati kuu haraka sana
tarehe 28 na 29 mwezi Aprili, wajumbe wa kamati kuu wasafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa wale wajumbe ambao hawako hapa Dar es Salaam, wafike makao makuu ya chama ili tuwe na kikao maalum cha kamati kuu ya chama. Na baada ya kikao hicho cha kamati kuu tutafakari kwa pamoja mambo mbalimbali, ikiwemo tunafahamu kwamba kamati kuu ilikutana kwa njia ya kidijitali, kwa njia ya teknolojia ya mtandao kwa sababu ya zuio hilo la kimahakama mwishoni mwa mwezi Novemba, na ikaendelea na vikao kazi vya kamati kuu mwezi Disemba, na hatimaye ukatoka msimamo wa chama uliokuwa na maazimio mbalimbali ya kamati kuu ya chama. Kwa tutakutana tarehe 28 na 29 kutafakari uendeshaji wa chama. Na ndugu wanahabari na ndugu wa Tanzania, yapo ambayo yatazungumzwa na chama kwa mmoja wetu baada ya kuwa kamati kuu imekutana, baada ya kikao maalum cha kamati kuu kitakachokaa tarehe 28 na 29 mwezi Aprili mwaka huu wa 2026 hapa makao makuu ya chama. Nitumie fursa hii tu kusema kwamba mtakumbuka kabla ya zuio la chama la tarehe 9 mwezi Aprili na kabla ya tukio la tarehe hapa makao makuu, ambapo mwenyekiti Lissu alizungumza pamoja na viongozi wengine, tulizungumza na waliokuwa watiania wa uchaguzi, na siku hiyo ndio ikatoka ile kauli ambayo hatimaye mwenyekiti Lissu akabambikiwa kesi ya uhaini. Kabla ya vikao hivyo na kabla ya matukio, mbinu haramu, mbinu dhalimu kudhibiti mapambano ambayo Chadema ilikuwa imeyatangaza wakati huo ya no reform no election. Kwa tukatangaza vita dhidi ya Chadema na mapigo dhidi ya Chadema, na kukawa na njama za mapigo mbalimbali ambayo yalipangwa. La kwanza kabisa likawa lile la msajili wa vyama vya siasa kuandika barua ya kutomtambua katibu mkuu na secretariat ya chama pamoja na wajumbe wa kamati kuu walioteuliwa na mwenyekiti wa chama walioteuliwa na mwenyekiti wa chama taifa, na mapigo mengine. Na tukaendelea mara kadhaa kwenye mikutano yetu na waandishi wa habari kuendelea kuwaeleza mapigo, vita, njama ambazo zilikuwa zinaendelea kupangwa na kutekelezwa ili kuizuia Chadema kwenye mapambano ya no reform no election katika mwaka wa uchaguzi. Bahati njema sana sasa tunaweza kuthibitisha, tulisema wakati huo na tunaweza kuthibitisha hata kwa nyaraka zao wenyewe, kutokana na nyaraka ambazo zimewasilishwa mahakamani na matukio yaliyotokea juu ya njama hizi. Takumbuka kwamba mwenyekiti Tundu Lissu alikamatwa Mbinga tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025. Tarehe hiyo 9 mwezi wa 4 mwaka 2025, wakati ili kuzuia shughuli za kisiasa. Wakati huo endelea kutomtambua katibu mkuu wa chama. Wakati huo endelea kutomtambua katibu mkuu wa chama kupitia kwa msajili, secretariat ya chama, wajumbe wa kamati kuu ya chama, mapigo, mbinu mbalimbali zilizopangwa coordinated. Sasa tunashukuru leo kwamba mahakama ya rufaa walau katika hili la kuondoa zuio haramu dhidi ya Chadema, mahakama imetutendea haki. Tunaishukuru sana mahakama ya rufaa, na kwa kweli ni siku ya furaha sana.